Leo tunaongelea kuhusiana na masuala ya umaskini. Yaani maskini mtu aina gani na maskini ni nani? Maana katika video iliyopita kuna mtu ambaye alituma ujumbe akisema maskini mtu aina gani ama maskini ni nani. Ndio tukaangalia ni vyema tuweze kutafanya utafiti ili tuweze kumletea tafsiri sahihi kuhusiana na mtu maskini. Maana mara nyingi watu wengi wanafikiria kwamba mtu kuwa maskini ni kukosa hela ama kutokuwa na fedha pakubwa. Sasa hiyo sio tafsiri sahihi kuhusiana na umaskini. Sasa ungana nami katika video hii, kuna vitu ambavyo unaenda kuvijua unapata tafsiri sahihi ya muhimu kuhusiana na mtu maskini. Jambo la kwanza, maskini nani? Maskini mtu ambaye asiyelijua kusudi lake ama asiyeishi kusudi lake. Ni mtu ambaye asiyejua kwa nini yupo duniani, asiyejua sababu iliyomfanya Mwenyezi Mungu kumleta hapa duniani. Tunasema huyo ndiye maskini. Maana mara nyingi watu wanafikiria kwamba kutokuwa na fedha ndio kuwa maskini, lakini hiyo sio tafsiri sahihi. Mtu maskini mtu ambaye asiyelijua kusudi lake ama asiyeishi kusudi lake. Maana unaweza kulijua kusudi lako lakini unakataa kuweza kuliishi, na hapo ndipo umaskini unaanzia hapo. Maana katika kuto kuliishi kusudi ama katika kuto kulijua kusudi, utajikuta unafanya vitu vingi sana katika maisha yako na unashindwa kuvikamilisha na unaishia kuwa mtu wa kukata tamaa. Na hapo ndipo unaangalia wengi walio maskini walikata tamaa, na wengi walio maskini walijikuta wanafanya vitu vingi sana kwa muda mrefu, kakuta hakuna matokeo fulani, na hapo wakaishia kukata tamaa. Maana ni rahisi sana mtu kuweza kufanikiwa katika kitu ambacho anakipenda na anakijua kwamba hiki ndicho Mungu anataka nikifanye, itaweza kumpatia hamasa na shauku kuweza kukifanya na kuweza kukikamilisha. Lakini namkuwa mtu vigumu wakati anafanya vitu vingi kwa wakati mmoja pasipo kujua ni kitu gani ambacho ni sahihi kwake na ni kipi ambacho kisichokuwa sahihi katika maisha yake. Kwa hiyo kuanzia leo, fikra ambayo ulikuwa nayo kuhusiana na maskini, kutokuwa na fedha, ibadilishe. Mtu kuwa maskini kuto kulijua kusudi ama katika kuto kuliishi kusudi la kuumbwa kwake. Jambo la pili, mtu maskini mtu ambaye asiyekuwa na maono na malengo. Yaani mtu ambaye asiyejua ni wapi anakotaka kufika katika maisha yake. Ni mtu ambaye asiyekuwa na mwelekeo sahihi katika maisha yake. Na vile jinsi unavyojua mtu lazima aongozwe na malengo pamoja na maono katika maisha yake. Mtu kama aongozwe na hivyo vitu, inamkuwa vigumu sana kuweza kufanikiwa. Na wale wengi sana wanafikiria kwamba wako na maono na malengo, kumbe wanakuwa na matamanio. Maono ni nini au matamanio ni nini? Katika video iliyopita niliongelea maono ni mtu kuweza kujua. Yaani maono ni kuwa na picha ya mbeleni ambayo unataka wewe uweze kuishi. Sasa katika kuwa na maono, yani katika kuwa na vision, unakuwa unajua haya maono nitafanya nini ili niweze kuyafikia, na unaweka mikakati na mbinu mbalimbali za kuweza kuyafanikisha yale maono yako na malengo yako. Lakini yani matamanio ya walio wengi maskini kujikuta wanapenda kuwa na gari nzuri, kuwa na kiwanja kizuri, nyumba nzuri, biashara kubwa, lakini hawajui ni nini waweze kukifanya ili waweze kufikia vile vitu, na ndipo wanaishia kuwa watu wa kawaida na kukata tamaa katika maisha yao. Wanaishi katika matamanio, kutamania, na wala sio katika kuchukua hatua na kuweza kufanikisha vile vitu ambavyo wanavitaka katika maisha yako, katika maisha yao. Na mara nyingi wanajidharau kuangalia yani vitu alivyonavyo kwa wakati huo, anaangalia kwamba haviwezi kumsaidia kumfikisha huko sehemu anakotaka kufika katika maisha yake. Na ndipo hapo nasikia mtu anaishi akifikiria kwamba na maono, kumbe ana matamanio. Na mojawapo ya malengo au maono yanaandikwa kwenye karatasi, lakini matamanio hayaandikwi kwenye karatasi. Jambo la tatu,
Mtu maskini ni mtu ambaye asiyekuwa na ukuaji kiakili au kiroho, na hapo ndipo hawezi weza kujisaidia ama kusaidia watu wengine ama kujitegemea yeye mwenyewe binafsi. Mtu maskini mtu ambaye asiyekuwa na uwezo ama asiyekuwa na ukuaji katika kiakili au kiroho. Ninapozungumzia kiakili ama kiroho, hapo utamkuta mtu anaisha akifikiria kwamba ni wa kiroho sana, kumbe ni mtu wa kidini pasipo kujua. Na mtu kuwa kiakili ni mtu ambaye anayekuwa tayari kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha yake. Ni mtu ambaye anayejua kwamba kuanguka sio mwisho, bali katika kuanguka kuna somo la kuweza kujifunza na kuvuka kuenda sehemu nyingine. Lakini siku zote mtu maskini ni watu ambao wanalalamika mara nyingi na wanashindwa kukabiliana na changamoto zao, na wanapoanguka mara ya kwanza wanajikuta wamekaa tamaa, na wanakuwa watu ambao wanaangalia kwamba kufeli kwao yani mwisho wa maisha. Na katika kukua kiroho ni watu ambao pengine wanadhani kiroho zaidi, kumbe ni watu wa kidini pasipo kujua, pasipo kutarajia. Na katika kusaidia wengi walio maskini wengi, ni ngumu sana kuweza saidia watu wengine. Ni watu ambao wanakuwa binafsi, na vile gizi mvujua, ukitaka kuwa tajiri lazima usikubali kuwa mtu wa kutoa. Sasa walio maskini wengi wanakuwa na ubinafsi wa wao wenyewe, na katika kujitegemea inakuwa vigumu sana maskini kuanza kufikiria kujitegemea yeye mwenyewe binafsi, maana yeye anataka asaidiwe na wala yeye asiweze kusaidia watu wengine. Ndio maana kukuta watu wengine waliosoma pakubwa wanafikiria kwamba ili aweze kufanikiwa, ili aweze kuwa tajiri, lazima aweze kutafuta kazi mbalimbali. Yaani asipojua kwamba katika kutafuta kujitegemea yeye mwenyewe binafsi, hapo ndipo utajiri unaanzia. Hasa walio wengi hawajui jambo hilo. Jambo la nne, mtu maskini mtu ambaye hana mfumo ama utaratibu wa kazi unaweza kumletea faida bila kuhitaji wa yeye kuwepo hapo kazini. Yaani mtu maskini mtu ambaye hana mfumo ama utaratibu wa kazi unaweza kumletea faida bila yeye kuenda kazini. Na walio wengi sana utamkuta mtu ni mfanya biashara lakini mfanya kazi anajitegemea. Yaani yeye kama haiko biashara haitaenda sambamba, hawezi kupata faida. Yeye akifa biashara pia nayo inafariki hapo hapo. Sasa na walio wengi sana maskini wanaishi hivyo. Wengi kama hawaendi kazini hawezi kula. Wengi kama hawaendi kazini mambo yao hayawezi enda kisawasawa. Sasa ndugu yangu, na ikiwa upo katika kundi hili la watu maskini, ikiwa wewe bado ungali maskini, basi inawezekana uweze kutoka katika kundi hilo na kwenda katika kundi la watu matajiri. Hatua za kuchukua: jambo la kwanza, jua kusudi la kuumbwa kwako hapa duniani. Jua kwa nini upo duniani. Taka kujua sababu iliyomfanya Mwenyezi Mungu kuleta hapa duniani, maana wewe haupo hapa duniani kwa bahati mbaya. Kwa hiyo taka kujua sababu iliyomfanya Mwenyezi Mungu kuleta hapa duniani. Hatua ya pili ya kuchukua, kuwa na maono na malengo. Yaani malengo na maono ndio yatakao kuongoza kule unakotaka kwenda katika maisha yako. Na hapo ndipo utakapoangalia mafanikio yanakuja, hata kama katika hali ngumu kiasi gani, lakini utakuwa mtu wa matumaini. Maana unajua kule unakotaka kuelekea katika maisha yako. Hatua za kuchukua haraka iwezekanavyo. Penda kuwa mtu ambaye wa kujifunza na kusoma vitu ambavyo hujui, ili uweze kupata ukuaji wa kiakili pamoja na kiroho, ili roho yako na akili yako viweze kuwa tayari katika kujitegemea na katika kusaidia watu wengine.
Na hatua ya 4 ya mwisho ya kuweza kuchukua haraka iwezekanavyo katika kuishi kusudi na katika kuwa na maono na malengo katika kazi yako na katika kazi ambayo unaitegemea, basi anza weka utaratibu polepole wa biashara yako kuweza kufanya kazi bila wewe kuwepo hapo, ndipo utakapoangalia mafanikio kiroho hata pia kimwili. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Jina ni Mwiko Kalaba. Niambie nini ambacho umejifunza siku ya leo hapo kwenye comment, nami nitafurahi sana nitakujibu, maana katika kuangalia comment yako ndipo tunapata hamasa na shauku ya kuweza kuangalia vitu vizuri kila wakati. Kumbuka ndoto yako inawezekana.